mbele na mauti nyuma, pande zote huoni umeshindwa kama mimi. Pesa hakuna, mali umenyang'anywa, wamekukimbia uliowategemea. Nasikia sauti kilio cha Yesu, njoni kwangu mlio na mizigo, tawapumzisha, hakuna kilio tena. Tawapumzisha, mtaimba haleluya. Hey, God bless you, God bless you. Welcome tonight. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Karibu sana. Biblia inasema kwamba wamebarikiwa wanaokaribia kusikia neno la Bwana. Jioni ya leo Bwana afanye jina lake litukuke na neema ya Bwana ikatose juu ya kila mmoja anayeungana nami jioni ya leo. I thank God for you kwa sababu ya commitment yako. Kumbuka ya kwamba tunajifundisha how to plan our plan with God. Kwa hivyo jioni ya leo Bwana ametupatia fursa ya kuweza kuungana naye. Najua huwezi kusikiza hii ujumbe na ubaki vile ulikuwa. Lazima Jehova abadilishe maisha yako. Nataka kuhakikishia hauwezi sikiza na ubaki kawaida. Kuna tofauti katika maisha yako. Na nimedeclare Jehova akatake control in your life tonight. We declare the power of the Holy Spirit. Because kuna nguvu inaofanya kazi juu ya wale wote wanaomtrust Mungu. Kumbuka ya kwamba Biblia inasema ya kwamba wafanyao mipango bila Mungu huwa wanapoteza. Nasema Mungu asikubali upoteze maksi yoyote. Jioni ya leo Mungu afungue njia zako na kufanya uelewe jinsi ya kuoperate katika jina la Yesu Kristo. Bwana awatende mema na wafanye makubwa. God bless you so much. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Kama umeingia sema uko ndani na Bwana atakubariki sana. Kumbuka kila jioni kutoka saa 2 mpaka saa 2:30 tunakuwa na ibada daily. Amen. Apart from Sunday evening. But from morning every day tunakuwa na ibada from 6 a.m. mpaka 6:30. Kwa hivyo connect yourself every service. Your life will never be the same again. Kumbuka asubuhi tumekuwa tukiongea habari ya challenge. Lazima tujue to face hali vile ilivyo. Na kwa sababu Mungu hajawahi shindwa, nasema ya kwamba ukiwa mwana wa Mungu lazima ushinde katika jina la Yesu Kristo. Nimedeclare jioni ya leo, yote yanayosikiza ujumbe huu mahali popote ulipo, wacha nguvu za Mungu zikakufikie kwa jina la Yesu. Kama umebarikiwa, comment pale sema umebarikiwa, sema unaangalia ukiwa wapi, na Jehova Bwana atakubariki katika jina la Yesu, kwa sababu najua uwezi kuja hapo na ubaki bila ulikuwa. Baraka za Bwana zitaandamana na wewe. Nguvu za Mungu zitadhihirika katika maisha yako. Ninakubariki na ninasema usiku wa leo kamuone Bwana. Tumesema usiwahi kubali kuplani chochote bila kuhusisha Mungu, kwa sababu kama hautahusisha Mungu katika plan zako, wakati zimebackfire, ndio unamwambia Jehova ingilia. Bwana ataangalia aone ya kwamba wewe umtafuta wakati mambo yako ni mabaya. Unapaswa uanze na Mungu wakati ni kuzuri na wakati ni kubaya. Lazima ushike Jehova katika jina la Yesu. Jioni ya leo nataka kutangaza ya kwamba usiwahi sema ninataka kuanza alafu ni involve God. Kwa nini mtu anapaswa
aanze na Mungu, kwa sababu chochote kinaanza na Mungu lazima kidumu. Haleluya. Chochote ni Mungu anaanzisha lazima kidumu. Mungu akikupea mtoto mwenyewe atamulea, atahakikisha hajakosa chakula. Bwana akikupea mjova, hakuna mtu anaweza kukufuta. Mungu akikupea biashara lazima ikusaidie. Maandiko yanasema ya kwamba utajiri wa Jehova, mali aiunganiki. Kile Mungu amekubariki, utajiri wa Mungu aunganiki na machungu. Kwa hiyo anytime umeplan something na umeambia God please, nataka nianze biashara, kabla hujaanza unaambia Mungu naenda kuanza biashara. Unaenda unaomba before, unaenda hata unatoa sadaka ya kusema Mungu nataka kuweka agano na wewe na kile nafanya. Hata kama ni kanisani mahali unaenda, unaambia Mungu nataka kuona mkono wako. Jehova mwenyewe huwa anaingilia maisha yale, anaingilia ile biashara. Unapoanza ndoa, anajua kwamba wakati ulianza kuomba na unasema unahitaji mtu aina gani na gani, Mungu ni mwaminifu, atakuconnect na the right person katika jina la Yesu. Lakini kama umeona na macho na umechunguza, wacha nikwambie, sio kila kitu naona kiko kizuri juu, ndani kinaweza kuwa ni kichungu. Kwa sababu utamu si kile unaona, utamu ni kile kinatoka ndani. Kuna watu huona sura za watu wanakubali, wanasema yes. Lakini kumbuka kitabu ya Samueli chapter number Samueli moja first Samuel chapter number 16. After Sauli kukataa sauti ya Mungu, Biblia inasema Mungu akatuma Samueli akamwambia nataka uende nyumba ya Jese na utaenda pale, niko na mfalme nimembakisha mimi mwenyewe nahitaji. Akaenda pale na akasema mimi naona kuna shida, kwa sababu Sauli akijua ataniua. Akamwambia enda useme ni mimi nimekutuma ukatoe sadaka, usiende na njia nyingine. Akaenda akauliza Jesse, watoto wako wako wapi? Akaleta vijana wote wapo wale walikuwa. Kumbuka kuna kijana mmoja hawakuweko anaitwa Daudi, lakini wengine wote akina Eliabu na hao wengine wote walikuwa pale, akina Samu wote walikuwa pale. Biblia inasema kwamba alipoona firstborn akasema huu ni masia wa Mungu mpako mafuta. Jehova aangalii kama wanadamu. Mungu akamwambia mimi sijamkubali huyo simtaki, kwa sababu mwenyewe sijamchagua. Biblia inasema kwamba wakati huu alifikiria ni yeye, akamwambia mimi sitazami kama wanadamu atazamazo. Wanadamu utazama sura za watu, wanadamu utazama bila ulivyo. Watakutazama masomo yako, watakutazama klasi yako ya pesa, watakutazama ukubwa wako, watatazama bila uko handsome ama bila uko smart, lakini hawajui ndani yako. Sio kila kitu kizuri kionekanacho nje kinahitajika na Jehova. Jioni nataka kukuambia, alipofuata vijana wote wazuri, ikawa hakuna mahali pembe ya mafuta inataka kumwaga mafuta, kwa sababu hawakuwa wamechaguliwa. Akaulizwa watoto wako wote wako hapa? Akasema wote wako hapa, lakini kuna kamoja kamebaki. Sometimes lazima ujue kwamba kama uko na Mungu ndani yako, haijalishi umewekwa nje, Jehova akiwa pamoja na wewe, mambo huwa tofauti. Jioni nataka kukuambia, anything you plan with God haiwezi backfire. Anything una plan na Mungu, anything you are going to start with God haiwezi pingwa na mtu. Maandiko yanasema siku moja Yesu akiwa na ubiri akaondoka duniani, akaacha wanafunzi. Kikundi kikainuka kikaanza kuhubiri, wakakanushwa kabisa basi ubiri. Lakini mmoja akasimama katikati ya wakuu walio wasomi na watu wa dini, wakasema watu hao msinyamazishe, kwa sababu kama ni Mungu amewainua hakuna mtu atawakomesha, lakini kama ni wao wamezileta watakwama. Wapeeni muda. Wacha nikwambie, kitu cha Mungu hakiwezi komeshwa na watu, hakiwezi komeshwa mahali popote. Anything God start, no one can stop it. Haraka sopataya. I declare today, anything God start, no one can stop it. Kwa sababu gani? Mungu hawezi wekewa mipaka. Mungu hawezi zuiliwa mahali popote. Ni wengi wamejaribu kuzuilia Mungu. Farao alisimama akasema ya kwamba nyinyi mna plani kwenda. Akaambia Musa, naona plani yako ni kuiba hawa watu. Akamwambia pana, mimi sitaki kuiba watu. Akapigwa mapigo 9. Alipofika ya 10 akaambia Farao, tupatie ruhusa. Mungu ndiye anasema
akasema upatie watu wake ruhusa waende wakamwabudu. Akasema katika mikono yangu siwezi achilia. Akamwambia acha nikwambie, kama ni Mungu amesema tutaondoka na hakuna kitu tutabakisa huko. Wacha nikwambie, when it is the plan of God, no one can stop it. Hakarabasanda. Ukianja biashara na Mungu, no witch doctor, no sorcerer can stop it. Usiku wa leo nasema wengine wamesimamishwa kazi, na uliomba maombi Mungu akakupea kazi. Wacha tundikilia usiku wa leo, yoyote alisimamishwa kazi, shetani ameingilia na ni Mungu alifungua mlango, enda ukaipokee tena katika jina la Yesu. Yeyote alifukuzwa mahali alikuwa anafanya na ni shetani aliingilia na ni Mungu alikuwa amefungua milango, nimendeclare usiku wa leo, Jehova hiyo mlango alifungua akurejeshe na njia tofauti. Wacha nikwambie, usiwahi ogopa kwa sababu ya vile watu wanasema about yourself. Not days when you start anything with God, God is there. Hallelujah. When you start anything with God, God is there. Plan with God, you'll never fail. When you plan with God, you'll never fail. Because what? Chochote kimeanzishwa na Mungu akiwezi anguswa na mwanadamu. Hallelujah. Chochote kimeanzishwa na Mungu akitaanguswa na mwanadamu. Wengi wenu naona wako chini kwa sababu ya mambo wanaopitia, lakini nikwambie nini? Chochote Mungu huanza, hakuna mtu anaweza kusimamisha. Katika kitabu ya Psalms 20 verses number 4, sikiza vile maandiko yanasema. Daudi alisema hivi, akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako. Nani? Kwa kuyatimiza masauri yako yote. Akuzalie kwa kadiri ya anza za moyo. Kwa hivyo wakati unasikia anja ya moyo wako ni kitu fulani, go and pray about it. Maandiko yanasema Mungu atakutana na anza za moyo yetu. Usiku wa leo nasema hivi, anything you are planning, hakikisha God is there. Makazori itayata. Anything you are planning, God is there. Kaa pale. Kama unaamini sema amen. Kama umeplan chochote, Mungu ako pale. Kumbuka Proverbs 16 verses number 9 inasema hivi. 16:9 inasema moyo wa mtu ufikiria njia yake, bali Bwana uziongoza hatua zake. Lazima ufikirie first, na wakati unafikiria ndio wakati wa kuomba. Wakati unafikiria kitu ndio naomba, unaambia Mungu nisaidie. When you have the Spirit of God in you, when you are going to pray, ambia God, I'm here, I need this, but I need your will be done. It is not my will, your will be done. Because anytime you are praying, unasema let your will be done, God anaelewa kwamba sasa kile unahitaji. Unajua acha nikwambie, kuna vitu tunaomba hatujihitaji, Mungu anaona hatuhitaji. Kwa sababu hii ni kama mtoto. Sijui kama mtoto akikuomba kitu unampatia kila kitu anataka. No. Sometimes anaweza kukwambia umnunulie kitu na ukatae kununua kwa sababu kile anahitaji. Si lazima umpatie, lakini unamtafutia kile anahitaji. Sasa hiyo kile unamtafutia ni kile anapaswa kuwa nacho, kwa sababu anaweza hitaji kitu hakina maana, but unamnunulia kile kinamfaa. Hivyo ndivyo Mungu anaangalia. Anaona leo huyu anataka nimbariki, but hata nikimbariki nimempoteza. Kuna watu Mungu akibariki hata na fedha amewatupa. I don't know kama ni mmoja wa watu wale Mungu anaweza bariki na wakose katika ufalme. Na kitu moja Mungu upigana sana ni asikose wewe mbinguni. Na kama anaweza kukubariki na pesa na ushindwe kuabudu, akubariki na pesa ushindwe kwenda kanisani, akubariki na pesa ushindwe kutembea na njia inayofaa, what do you think? Lazima ujue Mungu anaelewa. Kuna watu wanalemewa, kuna watu walibarikiwa. Siku moja Yesu akapeana mfano, akasema ya kwamba mtu mmoja alifanya harusi, na alipofanya harusi yake akatumana watumwa wake waende wakatafute watu wakuja kwa harusi. Akaenda akiwaita watu kila mahali, akakuta mzee fulani, akaplan, akawapatia barua. Sasa akawaambia
mwezi fulani Agosti, Septemba itakuwa na harusi. Na ilipofika, huyu mtu ni mzuri sana. Biblia inasema ya kwamba ile siku hakukaa kwa nyumba, alienda kuwachukua mahali walipo. Biblia inasema nini? Vile alienda kuwachukua kila mtu kwa nyumba. Wa kwanza alimwambia kwamba sikiza nikwambie, hata kama ulikuwa umeniita karamu yako, leo nimeoa leo. Na please, kwa sababu nilioa mke wangu ni mpya sana, ana joto, yani kumaanisha ni new, ni kama newborn. Kwa hivyo lazima nimkalise, sitapatikana. Akaenda kama mwingine akamwambia, mimi naenda kwa shamba yangu, ndio nina wakulima na ng'ombe zangu naenda kulima. Mwingine akamwambia, wacha nikwambie, siwezi patikana leo, wazazi wangu wanakuja nyumbani, itabidi sasa uzishughulikie. Wote hawakupatikana. Waliporudisha watumwa wakasema ya kwamba wote ulioalika hakuna mmoja ameingia. Biblia inasema ya kwamba aliporudi aliwaambia, ndani barabarani mtafute viwete na vizui na watu wote wale waziwezi wakuje, ili bora tu nyumba yangu ijae watu. Hivyo ndivyo ilivyo. Mungu anajua kuna wakati atabariki watu wapotee kwa sababu ya baraka. Mimi nina watu wengi sana walipopata fedha walianza kulewa na wakuwa na lewa. Siongei about ya pombe, but walianza umalaya na wakuwa na umalaya. Walianza uongo na wakuwa na uongo. Anaambia mke wake ametoka mahali na anadanganya kwa sababu alipata pesa, na pesa zimemfanya sasa amekuwa mtumwa mwingine wa kawaida. Wakati hakuwa na pesa, alikuwa kanisani kwa kuabudu, alikuwa kanisani kwa maombi, alikuwa kanisani akitafuta uso wa Mungu. Sasa wakati alibarikiwa, kanisani hapatikani. Nimendeclare siku ya leo, kwa sababu Mungu anaenda kukubariki unapoplan na yeye. Hakuna kitu kitaharibu kila unafanya. Plan your things with God. Maandiko yanasema kwamba moyo wa mtu ufikiria njia zake, kwa sababu unapaswa ufikirie, lakini Mungu yeye ndiye ufanya hayo mambo iwezekane, bali Bwana uziongoza hatua zake. Naamini hatua zako jioni ya leo zitaongozwa na Jehova. Proverbs 15:22 anasema hivi, pasipo masauri makusudi ubatilika. Mahali pale hakuna masauri. Kwa nini? You need counseling from God. Maandiko inatusaidia kuelewa mambo ya Mungu. Mahali hakuna masauri watu wanakuwa destroyed. Kwa nini? Inasema kwamba lazima usike hapa vizuri na upate katika ufunuo, katika jina la Yesu Kristo. Hii ndio ufunuo nataka usike vizuri. Inasema kwamba pasipo masauri makusudi ubatilika. Kwa sababu watu wengi wanakuwa na plan, kwa sababu ya kukosa masauri na kupatiwa njia vile wataopaleti, wanajikuta hakuna kitu kinafanyika katika maisha yao. Mimi nasema jioni ya leo, kwa sababu kuna mambo Mungu anataka kufanya ndani yako, kubali chochote unafanya, una plan na yeye. Alafu inasema nini? Inasema mbali kwa wingi wa udhibitika. Kwa wingi wa kupata masauri, ile sasa unapatiwa knowledge na Mungu, unapatiwa ile mwongozo. Jehova anakupatia jinsi unapopaswa kufanya kitu. Kwa wingi wa masauri utadhibitika, utakuwa na foundation. I think unaelewa kwamba when you are planning things with God, no devil anaweza malizana na hiyo kitu. Ukianja ndoa na Mungu na Roho Mtakatifu wako ndani, haiwezi kuisha. Na ninaomba Mungu sana, kwa sababu nimerealize mambo mengi tumeyafanya pale nyuma, tulifanya kwa kutaka kwetu. Wengine msisimuko wa moyo, wengine wamesukumwa na wengine wameongozwa na wengine. Lakini when you are starting with God, no devil can enter. Hakuna mtu anaweza destroy. Mimi nashangaa sana mpaka Shetani anaenda kutoa testimony juu ya mtu anaitwa Ayubu. Anasema ni bila umembariki sana na ukamwekea ukuta, ndio maana anakuabudu, na umembariki na mali nyingi na watoto wazuri. Akamwambia okay, ninajua sio hiyo, ni moyo wake uko hivyo, lakini nimekupea ruhusa, enda uguze kila mahali, lakini usimuue, kwa sababu ninajua hawezi kunikana. Na ni kweli, Shetani aliteremka mbio, akaua ng'ombe, akaua punda, akaua watoto, akaua kila kitu. Mke akatoroka, yeye Ayubu akabaki. Alipobaki akarushiwa ugonjwa, akaanza kujikuna pale. Sasa amejiweka kwa majibu. Na alipo pale discouragement, watu wa kuvunja moyo. Shetani hakujangi mwenyewe, Shetani anatumiaga wanadamu. Marafiki zake ndio walikuwa anamwambia, my friend, utakao umeshikilia ungwana mpaka lini? Huyo Mungu umekuwa ukishikilia kila siku, sasa amekuachilia, angalia unakufa peke yako, au kama utakufa. Mke wake akafika mahali akamwambia, unaweza mtukana Mungu, umfukuru Mungu ukufe, kwa sababu mke amwambia tutakufa, anamwambia ukufe. But sikiza, hiyo ndio siku Ayubu aliongea, akasema ya kwamba nilifikiria kwamba wewe ni kama
kufikiria ni kama wanawake wengine. Nilifikiria una tofauti. Kumbe wewe ni kama wengine. Kumbe wewe unaweza fanya yale wengine hawezi fanya. Wacha nikwambie something. Aliposema wewe ni kama wengine, maana inasema ya kwamba pamoja na hiyo Ayubu akukubali kurudi nyuma. Alishikilia Mungu. Akasema nilikuja bure duniani. Nilikuja huchi bila nguo. Nitarudi hivyo huchi kwa sababu nilikuja bila kitu. Hebu niambie wewe. Kwa sababu saa hii una malengo. Saa hii hutaki kusikia neno. Saa hii unasema hata hutaki kujua kama ni Mungu amekusaidia. Saa hii una kazi na Mungu. Ulikuja na nini? Ulizaliwa bila nguo. Ulizaliwa hata wengine bila nywele kwa kichwa. Zilimea wakiwa hapa. Lakini saa hii unaweza lenga. Unaweza kataa Mungu. Unaweza sema sitaki plani za Mungu. Siku moja nimeenda kuhubiri. Na ninapoenda kwa familia fulani mahali, nimekuta watu wako pale. Nimekuta familia, mke wake, watoto wake wa 6. Nikaanza kuwahubiria. Mzee akaza baadaye akanikuta. Akaniuliza, kijana, nini unafanya kwangu? Na nimekutumwambia nimekuja kuhubiri. Kuhubiri nini? Akanigonga na tosi kwa kichwa. Nikasikia na hii kitu mbona inahubiriwa na vita aje? Akanigonga, akaniambia acha nikwambie. Sikai kukuona kwa nyumba yangu tena ukisema Jesus hapo. Yeye ndiye tulikula jioni. Yeye ndiye amekuwa amekutupea chakula. Si mimi nimetoka kutafuta. Sasa mimi nikasema ya kwamba siwezi kujibu kwa sababu nikijibu kulingana na mimi ni mtoto, huyo ni mzee. Wacha nikwambie, akumaliza muda mwingi, alipatwa na kizaa, akawa mwenda wazimu, anaokota makaratasi kwa barabara. Kitu ya kusangaza ni hiki, mimi sikumlahani, lakini alilolifanya lilimpatia challenge. Maisha yake ilizolota mpaka alikuwa anatafuta watu wa Mungu wamuombee. Usiwahi dharau Mungu kwa sababu ya mambo yale Mungu anafanya. Ni vizuri kujua kwamba anything you are doing, you need God in your plan. You need God in your marriage. You need God in your business. You need God in anything you unafanya. Kama ni daktari, unahitaji Mungu akusaidie kwa treatment zako. Kama ni mwalimu, unahitaji Mungu akupee kibali uwe na knowledge ya kusomesha watoto. Kama unalima, unahitaji knowledge Mungu awe acknowledge kulima kwako ili mvua ikinyesha aweze kufanya ile chakula ziwe. Chochote unafanya, wewe ni dereva, unahitaji Mungu awe na wewe kutoka asubuhi. Otherwise unaweza enda na usirudi jioni. Mambo mengi hufanyika katika maisha na watu wengi wana shida kwa sababu hawajajua kwamba I need God for everything I plan. Everything I want to plan, I need God. Nahitaji kuplani na Mungu. Sema glory to God. Uko pale, sema imeni kubwa. Kama unaamini ni kweli unahitaji Mungu kwa kila kitu. Ukilala unahitaji kuomba. Ukiamka unahitaji kuomba. Wacha nikwambie something. You must do something from today. Discipline yourself. Discipline yourself. To start to discipline yourself. Usiwahi lala bila kuomba. Na usiwahi amka bila kuomba. Number 2, unapoamka kitu ya kwanza unapaswa kuchukua ni Biblia. Unasoma na unaomba. Kitu ya kwanza ni Biblia. Unasoma na unaomba. Unapomaliza kusoma na kuomba ndio unaamuka kwenda kushughulikia chai. Kwa sababu hii ni discipline. You need God first before anything else. Unaweza sema glory to God. You need God before you touch anything else. Ukitoka tu kwa kitanda hivi ukanyange chini, chukua Bible, fungua. Hata kama unaweza kwenda pale kama uone vizuri nawa uso, kuja soma maandiko. Hata kama utasoma mistari miwili kuambie kitu ya kiungu, maisha yako itakuwa tofauti. Jioni ya leo ninapoenda kumalizia nataka usikize vizuri. Anasema ya kwamba pasipo masauli makusudi ubatilika. Kwa sababu kila ulikuwa umepanga akiwezi endelea. You need Mungu akupatie hiyo knowledge, bali kwa kwingi wa masauli udhibitika. Sasa inasema hivi, kwa sababu ya mambo kama haya, Psalms 143 verse number 8. Fungua pale kama una Biblia. Hallelujah. I think we are together. Anything you are planning, you need God in your life. Sema glory, sema glory, glory, glory. Sema amen. God is good. God is good all the time. Say amen. Hebu sikiza vile inasema verse number 8. Unifanye kusikia fadhili zako asubuhi, kwa maana nimekutumainia wewe. Unizulishe njia nitakayoendea, kwa maana akuinulia
nafsi yangu. Hebu sikiza vile mwombaji anaomba. Haya ni maombi. Sasa hii andika na uweke vizuri. Zaburi 143 verse number 80. Unifanye kusikia fadhili zako. Asubuhi. Unaona asubuhi anataka amuke na yeye. Wewe unaamkanga na chai. Mimi nikiamka asubuhi nafikiria Biblia. Ndio maana saa 12 niko hapa nikikuongeleza. Wao unasema bila unafinywa na usingizi sijui yota nini unaamuka, lakini masaa ya kazi unakimbia mbio. Ukipewa ndeti ya mapema unatoroka mbio. Wacha nikuambie something. Lazima ujue kwamba usipo plan na Mungu, anything you are planning, you will never succeed in this life. Watu wengi wamestruggle kuanza familia bila Mungu, zimeanguka. Wengi wamejaribu biashara bila Mungu, wameanguka. Kwa nini nasema hivi? Kama umeokoka, jua ya kwamba hakuna njia nyingine ya kusucceed, ni kusikana na Mungu. Kwa sababu otherwise walio nje wachana na wao, wana njia zao. Kama anaenda kwa mganga, ataenda kwa mganga. Kama anaenda kwa mchawi, ataenda kwa mchawi. Kama anaiba, ataiba. Wao unahitaji uwe mwaminifu kwa Mungu. Kwa sababu gani? Ukiwa mwaminifu kwa Mungu, Mungu anakuangalia una plan kila kitu na yeye ili uweze kusucceed. Kwa sababu kusucceed in this life, you need God to touch your life or anything you are doing. Anasema nini? Kwa maana nimekutumainia wewe. Sasa alisema mimi nakutumainia. Watu wanaotumainia Mungu lazima wamweke Mungu mbele. Alafu anasema nini? Nimekutumainia wewe. Unizulishe njia nitakayoendea. Ujulishe Mungu akuzulishe njia utakaopitia. Ni wapi utaendea? Ni wapi utafanyia biashara? Ni wapi utaenda kazi? Unapaswa kufanya nini? Kuna mtu anaamka asubuhi, anaenda anafanya biashara, anauza zile vitu wengine wanauza kwa siku 5, anauza na siku 1. Anasahau kujua ni Mungu amemuonekania. Anaanza kusema ya kwamba ni misoro. Hakuna kitu umeshora. Hata wengine wanajaribu kushora mpaka wametafuta madawa ya kushora biashara. But Mungu amekupatia njia, akakuonekania. Unapaswa understand anytime umefanya kitu. Siku moja dada mmoja alikuwa anafanya biashara ya kuuza manguo, na kila siku alikuwa karibu kufunga duka. Akaja mahali tulikuwa tunafanya ushirika, akaniambia sasa kuna kitu kinanisumbua. Niko na manguo mazuri imezaa kwa duka, lakini kuuza imekuwa kazi. Mimi naweza uza 500 ngiri moja nikienda sana. Na sasa nyumba imekuwa bei kali. Nikamuuliza mkianza mlikuwa mnauza aje? Akaniambia unajua nikianza wakati huo nilikuwa nauza bei kali sana, pesa mingi sana. Na nilikuwa na kwanza nilikuwa naenda lunch hour, nilikuwa naenda morning glory, nilikuwa naenda. Akanieleza mambo yote. Nikamuuliza sasa unaenda? Akaniambia unajua nimekuwa busy sana, sipatikani, lakini naomba nikiwa huko. Nikamwambia nao ulianza na Mungu. Wakati ulikuwa na Mungu mambo ukaona umeenuka sana. Saa hii hauna pesa. Ulikuwa unalaliza ngiri 10, sasa unalaliza ngiri 1. Nikamwambia nao rudi mahali pale ulikuwa. Anza kwenda kwa Mungu first. Anja kwenda kutafuta uso wake mbele kabla hujafanya chochote. Akaanza na nikamwombea. Wacha nikuambie the next day alienda maombi kabla hajakuja kufungua. Saa 7 akaenda. Kabla ya saa 7 alikuwa ameuza ngiri 15. Kwa nini? Mungu anapoanza kuingilia kile unafanya, no devil can enter there. Na unapaswa ujue kwamba any plan you are planning, you need God. Unahitaji mtoto? Plan with God. Wewe wacha kupanga na mwanaume ama na mwanamke. Hiyo sio onja, sema ati vingine si kilo. Ni kilo. Kwa nini Hana aliomba akasema Bwana nipe mtoto na ukinipea nitakurudishia? Samueli akazaliwa. Angezaliwa nabii kama angemtabiria na njia kama hiyo. Kile utafuta ndicho unasema. Na unapokisema Mungu anaangalia sana. Zakaria alihitaji mtoto, hakumpata. Wakati Mungu aliona wakati unaofaa akampatia. Mambo mengine yanafanyika kwa sababu watu wanaanza kurecognize Mungu. Kama wewe unakuaga ndani ya Kristo, kwa nini huwezi recognize Mungu? Ujue ndiye anapaswa kuwekwa mbele. Alafu inasema pale unizulishe njia nitakayoendea, kwa maana na kuinulia nafsi yangu. Kwa hivyo kama nafsi yako unaangalia Mungu, ya mwisho nao soma ni Proverbs 19 verse 21. Proverbs 19 verse 21 inasema hivi, alafu nifunge na uwe pamoja uko pale. Kama umebarikiwa sema nimebarikiwa. Say I am blessed. Andika pale. Shukuru Jehova kwa sababu blessings zinatoka kwake si kwetu. Inasema nini? Verse 21. 19 verse 21. Inasema hivi. Mna ila nyinyi moyoni. Anasema
mna ila nyinyi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Mna hila nyinyi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Unaweza fanya mambo mengi sana in this world. Ufanye na moyo wako, uzitolee. Moyo wako una ubaya, una vitu zingine, lakini shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Ninapoenda kuomba, nataka kukuambia hivi: nini umefanya kwa mikono yako bila kuhusisha Mungu? Nini umefanya bila kuingia katika mpango wa Mungu? Nini umeanzisha na Mungu azaushika? Ni kwapi umeanza kulima au kuhusisha Mungu? Ulianza biashara, hiyo biashara unaanza hata pesa hujaitolea tithe. Ulipata pesa ukasema ni Aroni, ukaenda ukaweka kwa biashara, ikakuja ikapigwa na mapepo ikaisha. Lazima ujue any money you have inatoka kwa Mungu. Biblia inasema fedha na dhahabu ni zangu. Amekupatia wewe uzitumie, si ati amekutumia wewe, amekupatia wewe uanze kulinga nazo. Kumbuka kuna watu walikuwa nazo na saa hii hawana. You must know, you must acknowledge God to anything you are doing. Anything, my friend. Sasa ukipata pesa, wacha kufikiria bila utanunua manguo ukauze. Fikiria first vile utatoa ya Mungu before uende pale. Dedicate your money. Kumbuka hizi pesa tunapokeana, kuna watu wengi sana wanatumika kwa uchawi, wanatumia na wanakuachilia. Kumbuka kuna watu wengi wanatumia powers kuishi katika maisha yao. But wewe unaopanda Kristo, wewe uko serious na Mungu, na hao wako serious na uchawi. Analala kwa uganga, anatembea usiku kuongea, wanatembea Nairobi mzima kutoka street moja kwenda nyingine, wakitabiri saa 11 za usiku, wanatabiri kwa area yote, wakinenea anga, maroho ya giza ifunike. Wewe nao umengorota hapo, unaamka unasema unajua Yesu yako pamoja na mimi. Utakuta alitembea akakuacha peke yako, kwa sababu hujui ya kwamba unapaswa kufanya mambo fulani ili Yesu atembee. Bwana akubariki. Lakini nataka kukuambia hivi, connect anything you are doing with God. Kama umebarikiwa sema glory to God. Amen. I want to pray for you. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, wapendo hawa nimededicate mikononi mwako. Declare favor upon them now. I declare the anointing of God upon them now. I pray for the power of the Holy Spirit. I declare the anointing to touch them, Lord. Wacha Mungu neema yako ikashuke juu yao. Bwana, ile neema umeachilia juu ya maisha yangu ikawafikia usiku wa leo. Wengine wameanza kazi zimeanguka, wengine wameanza biashara zimeanguka, wengine wameanza familia zimebackfire, wengine wameanza relationship zimeisha, wengine wameanza kupata hata mimba zingine zimetoka. Jehova, nimesimamisha kitu yoyote shetani amejaribu kuleta. Maandiko kinasema ya kwamba chochote kile mwanadamu anaweza kufanya na anakutrust utakisimamia. Wacha watu wote waanze kuweka trust kwako. Nimeachilia neema. Nimesema wewe unaniangalia, umeteseka katika nyumba yako, unaziuliza uende wapi na utokee wapi. Bwana akupatie neema. Bwana simamishe hiyo nyumba katika jina la Yesu. Bwana simamishe hiyo ndoa katika jina la Yesu Kristo. Bwana simamishe watoto wako in the name of Jesus Christ katika jina la Yesu. Umesema unaweza jitoa uhai. Nimekataa roho ya kifo kinyume na wewe. Nimekataa maroho inayojaribu kuua watu wakati kama wa corona. Nimevunja kila ngome zote zimetumika. Haijalishi ni maroho ya kweli na kufuata, haijalishi ni mtu amekuonea. Nimedeclare by the fire of the Holy Ghost, kama una biashara na kuna mtu anaiendea either aibe ama imalize, kuna mtu anaiendea ile unauza na wivu, nimekemea roho yote ya kundestroy kile Mungu ameanzisha ndani yako. Maandiko yanasema ya kwamba kile Mungu alianzisha atakuja kukamilisha. Ninaomba Mungu akaanze mwanzo mpya ndani yako. Mahali ya kuwa committed, anja kuwa committed katika jina la Yesu. Nimetangaza Bwana, yote walikuwa na relationship mahali na sasa imekuwa block. Kuna mtu ameingilia na kishetani. Kuna maloi taki watu waanze familia. Kuna maloi inazuilia
ajili ya Boaz zisimame. Nimekemea roho yote ya kuseparate watu waliopendana in the mighty name of Jesus Christ, and declare the fire of the Holy Ghost upon your life. Let the glory of God cover you, Makazarataya, in the name of Jesus Christ, and declare the anointing of God upon your life, and declare the glory of God upon your life. Wengine wameng'ang'ana kutafuta kazi, wametembea mahali na makaratasi wakitafuta mtu atakao waziri, wamesoma lakini shetani amechukua karia yao. Nimedeclare yoyote amenyang'anywa karia yake na shetani, nimekurejeshea kwa imani in the name of Jesus Christ. Receive back in Jesus name. Receive your career back in the name of Jesus Christ. Receive your career back in the name of Jesus Christ. Wengine waliitwa na Mungu waanje kuhubiri, wengine waimbe, wengine waombaji, waliacha kwa sababu ya maroho machafu ya giza. Nimekurejeshea karama zako, nimekurejeshea mwito wako by fire in the mighty name of Jesus Christ. If you believe, say amen. Shout amen in Jesus name. Shout amen in the name of Jesus Christ. Say, I receive it in Jesus name. Say, I receive it in the name of Jesus Christ, and declare yote yako hapo. Ulianja biashara ikaisha, ukaanja ingine ikaisha, sasa umejaribu kuanza ingine imekataa. Nimesema mlango wa hiyo biashara ifunguke sasa, na Mungu apeane fedha ya kuanza in the name of Jesus Christ. Aribashande bakata rebeke shanda yarando repesakata ya rozina in the name of Jesus Christ. I release your job again. I release your business now. Receive your business back. Receive your business back. Receive your business back in the mighty name of Jesus. Kuna watu walikataa na fedha, na ulipoitishwa wengine wakakutushi na wakwambia watu haikukulipa. Jehovah God akawaguze sasa, waachilie hizo pesa mahali walipo. Kama unaamini sema yes, I receive it back. Rikasota rabakanta in the name of Jesus Christ. Receive it again. Receive it again. Receive it again. Receive it again. Receive it again in the name of Jesus Christ. I pray for the power of the Holy Spirit in your house now. Let the anointing cover your house now. Let your anointing cover, the anointing of the Lord cover your house now in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Walio wagonjwa wametumika hospitalini, wanafinyika. Hata kama uko kwa kitanda hospitali ama umelazwa mahali na shetani ameteka advantage of that, amekufinyilia. Nimekemea magonjwa. Watoto ni wagonjwa, nimewanenea wakiwa kwa vitanda wakapone. Amini kwa sababu ya nyumba yako. Mali popote unaumwa, I command the devil to lose your body. Rasakatarabata. I command the devil to lose your body. Sickness, infirmity, every sickness, every disease, every infirmity, come out in the name of Jesus Christ. Come out in the name of Jesus Christ. I command you to lose the body, lose the spirit, lose the soul, lose the body, lose the spirit in the name of Jesus Christ. I release the anointing of healing. I release the anointing of healing. Receive your healing. Receive your healing. Kama kuna mahali ulikuwa unaumwa, amini sasa umepona. Guza usikia kuna ugonjwa uko ndani sasa. Guza uamini ya kwamba Jehova anaondoa machungu. Unajua katika ulimwengu wa roho hakuna vizuizi. Katika ulimwengu wa roho, roho anatembea kila mahali. Huwezi mwekea ukuta, anafika mahali ulipo. Pale ulipo na achilia neema. Repasende bekataya. Repasala Anda yerezeba rosakataya rimatai inderebe sakadarala rebebebe sharala babo rapasira rama in the name of Jesus Christ. Wengine wamekata tamaa, maisha imekuwa mabaya, wamekata tamaa, wameshindwa. Mbona kuna endazi? Mbona maisha imekuwa na matungu? Mbona maisha ikawa mabaya? Wacha nikwambie, hata Joseph alikuwa amekata tamaa, ameenda kuona ndugu zake, ametupwa ndani ya shimo pale ili akufe. Akiwa pale wakaona watu wa kununua, wakamuuza. Lakini kumbe hata problem zingine tunapitia inakuwa ni njia ya Mungu ya kukutengenezea mahali pako pale unaenda. Complain because of every pain unapitia, because pain zingine it is the plan of God ili uweze kuondokea problem. Lakini right now any problem inaletwa na mapepo ya kukundiskaliza na kukuvunja, I command to disappear in the name of Jesus Christ. Receive the covenant of the Lord, because anything Mungu anaofanya katika maisha yako umefinyika, God give you comfort, because you need God to come and touch your life. Receive the peace of God in your mind.
peace of God in your house, peace of God in your mind, peace of God, security of the Holy Spirit. Let the angel of God come in your house. Security in your house. God, I declare the favor of God upon them now. Everybody anayenisikiza na amesikia the topic, Jehovah God, release your glory upon them, Lord. Protect them, bless them in Jesus' name. Baba, naomba uponye familia, uponye watoto, uponye jamii, uponye doa, uponye biashara. Jehovah God, ingilia na wasaidie. Waliokuwa wamekuachilia wakaenda peke yao, leo wameamua kuanza na wewe. Jehovah God, ingilia sasa, anza kuonyesha ni wewe Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Wakati Petro alikuwa anasikia sauti ya Yesu, akaambiwa njoo, akaanza kutembea katika neema ya Yesu. Alipoona ni yeye, alitembea chini, lakini wakati alikuwa na focus Yesu, alitembea na uwezo huo. Nasema anza kufocus kwa Bwana, na usiku wako na biashara yako na kazi yako na ndoa yako na maisha yako iliyo na uchungu itaondolewa. We believe in the word of God. I believe it. God is going to change your life. You will never be the same again. Receive now the favor of the Lord in your life. Everywhere you are going tomorrow, the day after tomorrow, let Jesus Christ, there's the Holy Spirit, go with you. Touch everything you are going to do. Let God go with you. Presence of God upon your life. Katikati kwa watu wanaoniangalia, kuna mtu amesumbuka na kifua. Sasa ni mwezi mmoja umeisha. Pain. I can hear that pain in my chest. Na naamini ya kwamba wakati God do that, ananiweka hiyo, kuna mtu anaumia. I want to pray for you. Baba, naguza kwa imani kifua ya mtu mlani ananiangalia. Wacha kifua yake iachilie na uchungu udisappear. Receive your healing in Jesus name. Bwana abariki sana, na fly kwa sababu ya neema yake. Usiku wa leo Mungu awe na nyinyi, na amani ya Bwana iandamane na nyinyi. Tukutane kesho, ni Saturday. Nitakuwa by 6:30. Sitakuwa 6 morning. Sababu Saturday either wengine wanachelewa kidogo, lakini nataka uwe pale. May God bless you. You need my number 0713 293282. 0713 293282. Unaweza nipigia, unaweza niandikia message na WhatsApp number 0739 644 302. 0739 644 302. Unaweza SMS kwa WhatsApp. If you have something you need, tutaomba. Silipisi maombi. Don't fear ati nitakwambia utoe sadaka. No, sikuitishi sadaka ati utatoa sadaka, ati toa sadaka ili muujiza ukuje. Mimi sikwambii utoe sadaka. We want to pray. If you need to give sadaka, you can give kwa hizo namba. Kwa kutaka kwako na kwa kusikia kwako, you need to do it because you love it for yourself. Now God will bless your life. God bless you. Yeah.
time. Brothers and sisters, help me receive on stage. Prophet Gabriel. Yeah. 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 I want to teach you a Zulu song. Can I do that? Yes. Let me see if you know this song. This song goes like this. Inyangeku likona la. You know this one? Oga mali kuches. He doesn't know it. Omlulami. You haven't heard of this one? Oh, Pansila Mani Lale Kuches. Lipi Eli Nika Ma Esi Sini Swaga Lola Ali Eli Eli You know this one? Wait a minute. I know the song Kasisu. Oh. No. This one is in